na lishe ya jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tumeelezeka, tumefundishwa na tumeelewa, na ninaamini kwamba wote tutaanza kuzingatia. Zingatia lishe ya familia yako na utazame lishe ya jirani yako ili kuendelee kumwelimisha atumie lishe inayofaa. Lishe oye! Kwa hiyo niwashukuru wote kwa jitihada hizi ambazo zitatupelekea katika kuhakikisha. Sasa pamoja na hayo yote, jambo kubwa tunalopaswa kufahamu, la kwanza ni kwamba tuna kazi ya kufanya kwa sababu tuna tatizo, na kazi hiyo tumeanza kuifanya, na ndio hii kazi ya kuendelea kutoa elimu na hamasa kuhusu masuala ya lishe bora. Lakini jambo la pili ni kila mmoja kuwa tayari kushirikiana na wengine kuhakikisha kwamba swala hili la mkakati wa kutokomeza udumavu katika mkoa wa Katavi tunalitekeleza kwa pamoja na kwa ufanisi wa hali ya juu. Na niwaombe, tunao mpango mkakati wa muda mfupi na muda wa kati, lakini pia ameeleza katibu tawala kwamba wataalamu wanaendelea kuandaa mpango mkakati wa muda mrefu, mpango mkakati wa miaka 10 ambao uko kwenye hatua za kuandaliwa, na utakapokamilika pia tutafanya jambo la kuhakikisha unafahamika kwa kila mmoja. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba mikakati yote tunayoifanya tunashirikisha jamii kwa kiasi kikubwa, kwa sababu swala hili ni swala la Wanakatavi wote, sio swala la serikali, sio swala la viongozi. Swala la lishe linamgusa kila Mwanakatavi na kwa umri mbalimbali. Linagusa watoto wachanga, linagusa watoto wenye umri wa kati. Niwakumbushe tena kwamba swala la kuboresha afya, kuboresha lishe na kutokomeza udumavu katika mkoa wa Katavi ni swala la Wanakatavi wote, na kwa maana hiyo kila mmoja ashiriki kikamilifu kuhakikisha kwamba tunaungana katika kulitekeleza, tunaungana katika kulisimamia, na tunaungana katika kuhakikisha jamii ya mkoa wa Katavi inabakia salama. Aidha, mgeni rasmi, kama ulivyotuelekeza, mkoa kupitia sekretarieti yako uliyoiunda, tuhakikishe tunakamilisha mambo yafuatayo. Mosi, kukamilisha utafiti kwa 100% tutaendelea nao. Kuendelea kutoa elimu na hamasa kwa jamii kupitia vyombo vyetu mbalimbali vya habari, vipeperushi kwa 100%. Baada ya uzinduzi huu wa leo, kuendelea kukamilisha mpango wa muda mrefu, kwa maana ule mpango mkakati wa miaka 10 kwa 100% uweze kukamilika. Lakini pia kusimamia na kuratibu utekelezaji wa programu ya chakula na lishe mashuleni kwa 100% unafanyika, na kuratibu utekelezaji wa uzalishaji wa vyakula. Mheshimiwa wa mkoa, unavyoona hapa wametambulishwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi, lakini wapo viongozi hadi ngazi ya mashina. Wapo mabalozi, wapo viongozi wa matawi, wapo viongozi wa kata, lakini pia wapo watendaji kuanzia kwenye kata, kwenye mitaa, wapo waheshimiwa wenye viti wa mitaa, wa vijiji wapo hapa, wapo pia waheshimiwa madiwani, majukwaa ya wanawake, bodaboda na makundi mengine yote. Mheshimiwa wa mkoa yako hapa. Mheshimiwa wa mkoa, nimesema hivi kwa sababu katika maelekezo yako umetuagiza kuhakikisha huu mkakati unafika hadi ngazi ya chini. Kwa mfano, mathalan mtoto anaharisha, ina maana chakula atakachokula hakitanyonywa vizuri, virutubisho atakavyokula havitaingia mwilini vizuri. Kwa hiyo mwisho wa siku hata kuwa na lishe bora. Na vile vile kama mtoto hana lishe bora, mwili wake hautaweza kutengeneza kinga. Kwa hiyo hata akipewa chanjo, mwili hautaweza kuhimili na kutengeneza kinga. Mheshimiwa mgeni rasmi, mtoto ambaye ana ulemavu, usikivu wake darasani unakuwa ni hafifu, uwezo wake wa kupambanua na kuchambua mambo unakuwa ni duni, na hata kuhifadhi yale ambayo anafundishwa. Kwa swala la lishe ni la msingi sana, lakini tumegundua kwamba tuna mdondoko mkubwa sana mkoa wa Katavi ambao unasababishwa na namna moja au nyingine na ukosefu wa chakula shuleni. Kwa hiyo niwaombe wajumbe ambao wamehudhuria
kikao. Swala la chakula mashuleni ni swala la msingi sana.